Mtazamaji kutoka Addis, turudi humu nchini na tufululize hadi kaunti ya Baringo, ambapo katika vilima tulivu vya kijiji cha Poror, Eldama-ravine, kaunti hiyo ya Baringo, hali ya huzuni inadhihirika wazi, huku familia tatu zikizika wapendwa wao katika kipindi cha mwezi mmoja. Kinachotia uchungu zaidi ni kwamba marehemu walifariki baada ya kunywa pombe haramu iliyo na sumu. Pata taarifa kamili. Hali ya kusikitisha katika kijiji hichi kisichojulikana sana huko Eldama-ravine haizungumziwi tena kwa sauti za chini. Athari zake sasa zinaonekana wazi, huku kaburi jingine likichimbwa likisimulia kwa uchungu madhara ya uraibu wa mihadarati na pombe haramu. Katika boma la Kaisang Kirui, jamaa wamekusanyika kujiandaa kumzika Kelvin Lagat mwenye umri wa miaka 27. Siku 5 zilizopita, Kelvin alikunywa pombe na marafiki wake katika kijiji hicho ambako pombe ya bei nafuu na isiyothibitiwa hupatikana kwa urahisi. Pombe imeathiri watoto wetu, tumezika wengi. Hata juzi tukasika ndugu ya baba ya nyumba ngambo hiyo ingine. Kuna neighbor kijana yake aliaga, amezikwa kwa sababu ya hiyo pombe. Baada ya kunywa pombe hiyo, alianza kutapika damu, akazirai na kufariki. Kifo chake sio tukio la pekee la kusikitisha, bali ni sehemu ya msururu wa matukio yanayotia hofu wakazi ambao sasa wanasema yamekuwa ya kawaida kwa njia ya kutisha. Nilikuwa naomba Bwana OCPD kwa sababu wewe kweli ni ofisa wa serikali, following the presidential directive yenye mumepewa, use your powers, clear these things. Katika boma jirani kuna kaburi jipya la Justus Kiptoo, baba ya watoto 8, ambaye familia yake inaamini alikunywa kinywaji kilichochanganywa na kemikali ya ethanol. Hii pombe inakuanga inauswa kwa barabara kama take away. Wewe unakutana na pombe, wewe sijua mwenye anauza anaendanga na boda boda. Huku wengine wakifariki, wengine kama Mark Chumba wanaishi na madhara makubwa ya muda mrefu yanayotokana na uraibu wa pombe. Unajua, unapokunywa hii kitu si ati ni maziwa unakunywa, na inaendelea wakati unakunywa inaendelea kupanda juu kwa kichwa. Wakazi sasa wanataka maofisa wa usalama katika kaunti ndogo ya Koibatek kuchukua hatua kali kutokomeza tatizo hilo. Iko kijana alikuwa anaongea hapa, alikuwa anasema anaenda kuandika petition apeleke parliament so that chiefs can have prosecutorial powers. My friend, wachana hiyo kwanza. Anza na petition ya kubadilisha sheria ya chang'aa ikiwe serious crime. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi.